Naendelea kutoa shukrani na kuwapongeza sana wataalamu wote kutoka katika halmashauri zetu. Ninafahamu kazi nyingi ambazo mnafanya katika kusimamia mazingira. Siwezi kuainisha moja moja, lakini najua mna mambo mengi ambayo mnaifanya. Wengi naona mnavyopambana na udhibiti wa uchafuzi wa mazingira ambao unaweza kuathiri udongo, lakini pia unaweza kuathiri maji, lakini pia unaweza kuathiri hewa. Kwa sababu tunavyochoma taka ovyo, tunaathiri hewa, tunaathiri udongo. Lakini hatima yake uchafu ukiwa mwingi, ukisombwa na maji, tunakwenda kwenye water bodies ambazo zinaweza kuchafua pia maji. Lakini maplastiki ambayo yanashushwa kwenye ardhi yetu yakienda kwenye ardhini, wataalamu wanasema there are some which are not biodegradable. Si ndio? Yeah. Kama sikosei. Yeah, yes. Sasa yote hiyo ni katika kutoa elimu, tusafishe mazingira yetu, tuwe na uwezo wa kutenga taka na kuzipeleka sehemu ambazo zinaweza kuwa managed vizuri. Kwa hiyo ninawashukuru sana kwa sababu nyinyi ndio kwa kweli ndio msingi wa usimamizi wa kitaalamu katika halmashauri zetu. Na mimi ninafahamu kila halmashauri ina changamoto mbalimbali. Nyie mkizifahamu changamoto zile na kwa kutumia utaalamu wenu mna uwezo kusimamia vizuri utunzaji wa mazingira katika maeneo hayo. Naendelea tu kukiri kuwa Dodoma tuna changamoto mbalimbali, na sio Dodoma tu, hii ni Tanzania mzima, hususan kwenye majiji na hata vijiji. Kuna changamoto mbalimbali za uharibifu wa mazingira. Lakini hapa najua kuna sera ambayo imefanywa marekebisho. Mara kwanza itengenezwa sera mwaka 1997, lakini sasa sera mazingira imefanywa marekebisho mwaka 2021. Na imeainisha matatizo mahususi ya mazingira ambayo yanakabili nchi yetu kwa ujumla. Lakini ukiangalia matatizo haya utaona mojawapo ni uharibifu wa ardhi kama nilivyoanza kusema hapa, lakini pia kuna changamoto kutopatikana kwa maji safi kwa wakazi wa mijini na vijijini, na sisi tumejipambanua sana jambo hili tulifanyie kazi. Lakini kuna changamoto nyingine ya uchafuzi wa mazingira. Hii ni kwa ujumla. Achana ile ya ardhi, achana ya maji, lakini kuna uchafuzi wa mazingira. Sasa hapa mazingira unaweza kuyadiscuss kwa kiasi kikubwa. Unaweza kuzungumzia hewa, unaweza kuzungumzia maji, unaweza kuzungumzia kwenye ardhi. Yote hayo ni uchafuzi wa mazingira. Lakini pia kuna noise pollution, si ndio? Kuna noise pollution pia nayo ipo. Lakini nyingine upotevu wa viumbe. Sasa hii si ndio ekolojia? Ni hii bioanuai. Kojea. Upotevu makazi ya habitat. Okay. Sawa. Kwa hiyo hapo unazungumzia kuwa kuna mazingira ambayo yana favor aina fulani ya bioanuai iweze kuishi katika mazingira fulani. Ikisha kosekana viumbe vile for sure hawawezi kuishi. Kwa maana yake pia unazungumzia endangered species kwa sababu inatokana na changamoto ya nini? Ya uharibifu wa mazingira na ekolojia ya kuishi hizi bioanuai ambazo tunazisema. Kwa hii ni changamoto kubwa, na sisi katika Tanzania hapa tuna mifano mingi tu. Kumbuka wale vyura wa Kihansi. Ilikuwa hivi ni uchafu mazingira, hatimaye bioanuai katika mazingira haya ikaanza kupotea. Hapa Dodoma hata ukiambiwa hivi Dodoma bioanuai yake ipi? Ikae hapa chambua bioanuai specifically kabisa ya kila halmashauri ni ipi? Nenda kaiassess ipo leo na kwa nini haipo. Kwa unaweza kujua una dhamana kubwa ya kuifanya halmashauri yako kimazingira naturally iwepo, kuirudisha. Lakini zile species zingine ambazo unaziingiza uone kama zina conflict na nature iliyoko pale. Kwa sababu sasa hizi Dodoma sisi tuna changamoto kubwa sana ya kila mmoja anapanda chochote kila anachotaka kwenye eneo lolote lile. Sasa hii ni changamoto. Tunaweza kupanda kweli tukapata matokeo, lakini je, matokeo yetu yatakuwa sustainable? Tunaweza kupoteza asili ya Dodoma kabisa kwa kuleta endangered species kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo ndio maana watu wa mazingira hususan kupitia TFS wamefanya research ya kutosha, wanetushauri aina gani ya miti ipandwe wapi na kwa sababu gani. Kwa hiyo nyinyi kama ni wataalamu wa mazingira lazima mtuongoze katika halmashauri
nini tufanye, miti gani tupande, wapi, wakati gani na tuitenzaje. Lakini nyingine unazungumzia uharibifu wa makazi ya viumbe wa majini na uharibifu wa misitu. Na hii nimeizungumzia. Lakini uharibifu wa mazingira unaotokana na uchimbaji wa mafuta, gesi, madini, mabadiliko ya tabia nchi, viumbe vamizi na matumizi salama ya bioteknolojia. Hii nimeeleza katika nani yangu. Sasa hivi hapa Tanzania of course tumeanza muda mrefu. Si sana kwa kipindi cha mheshimiwa baba wa taifa. Lakini ilikuja kipindi cha Mkapa sana na kuendelea huku. Uchimbaji wa madini umekuwa ni mkubwa sana sasa hivi. Na sasa hivi tumejikita pia uchimbaji wa gesi. Lakini kuna mazingira fulani ya kuharibika kwa mazingira halisia. Kwa nyinyi kama wataalamu mjue mna dhamana kubwa. Kumbukeni kuna gesi, bomba la gesi linapita kwenye baadhi ya halmashauri zetu. Kondoa nafikiri ipo, si ndio? Bomba la mafuta, si ndio? Na mnahusika. Kondoa na wapi? Chemba. Na Chemba. Kwa lazima nyie mjue kwenye maeneo yote hayo ambayo bomba la mafuta linapita. Bahati mzuri walikuja hapa na tulitoa maelekezo kuwa waje kwenye ofisi za wilaya, wakutane na wataalamu, watoe taarifa, mjadili taarifa na ikiwezekana wawape nafasi ya kutembelea hayo maeneo. Hata kama wao na wataalamu wao, lakini kumbuka wale ni wa muda, wataondoka. Wakiondoka sisi tunabaki pale pale. Chemba ni ya kwetu, Kondoa ni ya kwetu. Kwa hiyo lazima na nyie muwe na mtindo wa kufuatilia hali ya mazingira inaendeleaje kwenye maeneo hayo.